Bwana kwa watu wako. For we know that where 2 or 3 are gathered in your name, Asante Bwana kwa sababu tunajua wapi ulipotutoa na unapoongoza. you are in their midst. Uko hapo kwa sababu ya huduma. We acknowledge your presence. Tunatambua uwepo wako mahali hapa. In your presence there is the fullness of joy. Katika uwepo wako kuna utele ya furaha. Father, we want to take authority Bwana, tunataka uchukue madaraka over every power of darkness. juu ya kila nguvu ya giza. We render it powerless and useless. Bwana, tunaisusa isokuwa na nguvu na ishuke kabisa In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. And we say, Lord, may you have your own way. Na tunasema Bwana, wewe ndio njia pekee. I pray for a corporate anointing Ninaomba juu ya upako wako wa kipekee. with my brother, that Lord, even as we minister your words, Pamoja na ndugu zangu wa damu tunavyoendelea kutumikia, you shall be with us. utakuwa pamoja nasi In the mighty name of kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Begin with us, Father, Anza na sisi Baba, and be with us, my God and na my ukuwe Father, pamoja nasi Baba until the end of this mpaka seminar. mwisho wa hii session In Jesus' name. kwa jina la Yesu. We pray for those who are not feeling okay. Tunaomba wale ambao hawajahusisi That kabisa upendo Father, wako. your word says Bwana, unaenda kuwajaza. it is through the wounds and the stripes of Jesus Asante kwa sababu ni kweli wale wanaoshuhudia that we kuzidi have Yesu. received healing. Tumepokea kwake. Father, we pray for healing Tunaomba uponyaji to be upon your children. kuwa juu ya watu wako In the name of kwa Jesus. jina la Yesu For Kristo. those who are discouraged, Kwa wale waliovunjika I moyo, pray that may you encourage them. ninaomba Bwana uwajaze nguvu In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. We thank you Tunakuomba, and we bless you. asante na In tunakubariki Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. I want to thank God for our pastor once again, Ninataka kumshukuru tena Mungu sababu ya mchungaji wetu tena, and also for laying the foundation na hakika kwa sababu ameshaanza kufundisha, ameacha msingi. of what I'm going to talk about. Ameweka msingi kwa yale ambayo mimi nitaenda But kuongelea. before I come to what I want to talk about, Lakini kabla nianze kuongea kwa yale ambayo nataka kuongea, I want just to bring greetings from my wife. nataka mpokee salamu nyingi kutoka kwa mke I am wangu. a man married to one wife, Mimi ni mwanaume ambaye nimeoa mwanamke mmoja, and God has blessed us with 4 kids, na Mungu ametubariki na watoto 4, 2 girls and 2 boys. mabinti 2 na vijana 2 wanaume. You know, one thing that I want us to understand during this time Acha nikwambie kitu kimoja ambacho ningependelea tuelewe katika hichi kipindi. is that this is time for Africa. Acha nikwambie huu ni muda wa Afrika sasa. This is the time for Africa Huu ni muda wa Afrika to take the gospel to the ends of the earth. wabebe injili katika mwisho wa dunia. This is a prophetic word that is in the Bible. Acha nikwambie ndio njia ya kinabii na You imeandikwa know, at katika one Biblia. time, the Westerners brought the gospel to Africa. Acha nikwambie kulikuwa kipindi wa Europea walileta injili Afrika. And for a long time, Africa has been on the receiving end. Na acha nikwambie kwa muda mrefu Afrika tumekuwa watu wa kupokea. It is time for Africa to take the gospel to Lakini the ni ends of muda the wa earth. Afrika sasa kupeleka injili kwa wale wengine. I know some of you are wondering what I'm talking about. Najua labda unaweza kuwa unajiuliza na unajiuliza maswali bitakuwa hivi. When Jesus was about to die, Wakati Yesu alikuwa anakaribia kufa, the person who had to carry the cross to the finishing point was an mtu African. alibeba msalaba wa Yesu katika mwisho alikuwa Mwafrika, alikuwa African. So it is time for Africa to take the gospel to Kwa the hiyo ends ni of the muda earth. wa Afrika wa kupeleka injili mpaka mwisho. I know when we talk about, Africa taking the gospel to the end, there is always questions that comes in our Na minds. sasa nikwambie, najua wakati unasema kwamba Baafrikani watapeleka injili, kila wakati watu wanaanza kuuliza We maswali. always think about this to say we are too poor to take the Tunaanza gospel to kusema the ends of tuko the earth. masikini sana tuwezi hubiri injili. That is a lie from the devil. Acha nikwambie ni bongo ya shetani. Because if God
that we are poor, you know, He would have not given us the commission. Acha nikwambie kama Mungu angejua sisi ni maskini angetupatia commission kupeleka evangelie. And also to help you to understand that we are not poor. Na acha nikwambie, acha nikusaidie kitu kimoja. Hatuko ba maskini. I want you to give you an example. Acha nikupatie mfano. That if we are too poor, acha nikwambie kama tuko ba maskini, Chinese people would have not come to Africa. Basi no wasingekuja mu Afrika, kwa maana wanakuja kwa maskini. Chinese people are coming in numbers in Africa. Basi no ba mingi wako wanakuja ba mingi to Afrika. make money in Africa. Wanakuja kutafuta franga. And take it to China. Na wanasipeleka China. While we are saying we are too poor. Na sisi ba Afrika tunabakia tutoa maskini. That is a stronghold that we need to destroy. Nikwambia ni ngome yenye iko mkisho na paswa kuvunjika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But it will not take people that have got doubts. Acha nikwambie inatakiwa ipeleke watu na wasiwe na madute. It will only take people that have got faith. Inahitaji watu walio na imani. Hallelujah. Sio watu wako na madute. The Western missionaries have done their part. Acha nikwambie wa Europea baweza fanya mission yao na waweza fanya parti yao. Now it is our turn to take the gospel to the ends of the earth. Acha nikwambie imebakia kwetu wa Afrika kwenda kuhubiri injili mwisho wa dunia yote. So we are not too poor. Acha nikwambie hatuko ba maskini. You know, to be involved in God's work. Ili tufanye kazi ya Bwana. Let's turn our Bibles. Acha tufungue Biblia zetu. To Matthew 28. It's a very familiar passage of scripture. Ni verse unazoea sana Mathayo 28. But I want us to learn something from that scripture. Lakini ningependa tujifunze kitu sawa sawa na haya maandiko. Matthew 28. Mathayo 28. Verse 16. Na mstari wake wa 16. Up to 20. Mpaka 20. The Bible reads, Biblia inasema, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. 17. When they saw him, wakati walipomwona, they worshipped him. Wakamwabudu. But some doubted. Lakini wengine waliona shaka. So when you look at these groups, acha nikwambie unaona ili kundi, you find that there were two groups. Hapo utaelewa kwamba kulikuwa kundi mbili. They were, you know, this group that saw Jesus. Kuna ile kundi yenye limuona Yesu and worshipped him. Na likamwabudu. But also there was another group. Lakini kulikuwa kundi nyingine that also doubted. Ambalo lilitia mashaka. So even when the word of God is being preached, hata nikwambie ni vile vile hata tukihubiri injili, there are people that are going to believe. Kuna watu wenye hawataaminiaka. But also there will be people that are going to doubt. Na kutakuwa watu ambao tena watadute. Verse 18. 18. Then Jesus came to them. Yesu akakuja kwao. And he said, akawaambia akisema, authority in heaven and on earth, mamlaka yote ya mbingu na duniani, has been given to me. Nimeyapewa. Therefore go and make disciples. Sasa nendeni basi mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Of all nations. Mataifa yote. I want you to think about all nations. Nataka uanze fikiria mataifa yote. The Bible is very clear. Biblia iko wazi. It is not just talking about Uvira. Haisemi juu ya Uvira. It is talking about all nations. Inasema juu ya mataifa yote. In Greek it means all people groups. Katika Kigiriki inamaanisha grupe zote za watu. Then it says na inasema, all authority in heaven and on earth has been given to me. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa. Therefore go and make disciples of all nations. Basi kwendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Baptizing them in the name of the Father. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. And of the Son. Na la Mwana. And of the Holy Spirit. Na la Roho Mtakatifu. And teaching them to obey everything. Mkiwafundisha kutii maneno hayo yote. I have commanded you. Ambayo niliwaamuru ninyi. Not some things. Acha nikwambie, hasemi maneno madogo. But
all things. Anasema yote The niliyowafundisha. challenge with the church today Tatizo la kanisa leo, is that we are too selective with what we teach believers. tunaanza kuseleksione vitu venye tutafundisha. And because of that, we are making converts instead of disciples. Na hiyo inakuwa tatizo, tunakuwa tunatengeneza wanamemba wa kanisa It kuliko is kupata only wanafunzi. disciples Na ni wanafunzi tu peke yake. who are going to obey everything that is written Ni here. mwanafunzi ndio mwanapaswa kutii kila kilichoandikwa katika maandiko. And surely I will always be with you Hakika nitakuwa pamoja nanyi to the very end of the age. mpaka siku zote za mwisho wa dunia. This evening I want to share with you Na hii magharibi ya leo nitaka nigawanye na nie the message that I have entitled, na ujumbe ambao na ujumbe ambao nilitia kama titre, what is the business of the church? nini ndiyo biashara ya kanisa? We need to understand the business of the church. Tunapaswa kuelewa biashara ya kanisa. Because if we fail to understand the business of the church, Tukishindwa kuelewa biashara ya kanisa, instead of going forward, kuliko kuendelea mbele, we'll be going in circles. hata tutajikuta tuko tunazunguruka muserkle. Instead of being the salt Kuliko kuwa chumvi in this world, katika hii dunia, will be something that will be thrown down and being trampled over. tutajikuta tunakuwa watu ambao wanatupwa na wanakanyangwa na kila mtu. You know, Jesus said, I'm going to build my church, Yesu alisema kwamba nitajenga kanisa yangu and the gates of hell shall not prevail. na milango ya kuzimu haitoweza kuzuia. But what we are seeing today, we are seeing it's like the church is being defeated. Lakini chenye tunaona leo ni sawa vile kanisa ilishindwa. The question is, who is building the church? Tatizo linakuwa sasa nani ndo atiana Because the church mkanisa? that Jesus is building Kanisa ambayo Yesu anajenga is a triumphant church. ni kanisa kubwa zaidi. It is the church that has got power and influence Ni in the kanisa lenye community. liko na nguvu na influence mkominote. You know, I always liken the church today to the story of Samson in the Bible. Napendaga sana kanisa leo na kiwane irelie na historia ya Samson We katika all Biblia. know about Samson. Si bote tunajua historia ya Samson. Samson was a very strong man. Samson alikuwa mtu mwenye nguvu. No one can subdue him. Hakuna hata mmoja ambaye angempinga. He was powerful. Alikuwa na nguvu. But you know, Samson Lakini Samson compromised his life. maisha yake aliyageuza. And you know, he prostituted himself. Ye mwenyewe akajigeuza kuwa And prostitute. because of that, you know, he lost the power. Na kwa sababu ya ule ukahaba mwingi akapoteza nguvu. And when he lost the power, Alipopoteza nguvu, whenever they had, you know, some events like parties, unaona wakifanya vile sasa vile makaramu ama masherehe, they will look for somebody to come and entertain them. bana kuwaka na beso ya mtu matakia bachekeshe ama And they will wachezeshe. call Samson, Jiulize swali, bana muita Samson akia bachekeshe you know, to msherehe. come and entertain the people. Mtu mwenye nguvu haja bachekeshe This is what bachezeshe. is happening with the church Hii ndio today. vivyo kanisa inakuwa siku za We leo. are not called to entertain people. Tunakuwa tu watu wa kufurahisha, watu kupendeza. We are watu. called, you know, to make impact. Tumeitwa kwa sababu ya We kuleta are here impact. to transform lives and Tumekuja kwa sababu communities. ya kubadilisha maisha na community. One thing that I love about Samson, Kitu kimoja ambacho napenda juu ya Samson, he came to his senses alikuja akajirudia to say, mwenyewe. I'm not called to entertain people. Akasema Mungu hakuniita juu ya kufurahisha watu. And the Bible says the hair of Samson started to grow. Biblia inasema kwamba nywele zake zikaanza kukomala. And when he realized that the hair started to grow, Na wakati nywele zilianza kukomaa, he prayed a prayer aliomba maombi. to say, touch me once again. Akamuomba tena yule mkuu. And the Bible says Na Biblia inasema the power of God came upon nguvu Samson. tena za Mungu zikaja juu ya Samson. And the Bible says Na Biblia inasema he killed more people, aliua watu mingi you know, than when he was alive.
wakati alikuwa hai. I pray that the church or the body of Christ Ninaomba kwamba kanisa ni mwili wa may Kristo come to its senses, na jirudie mu to masasa realize zake. that we are not here to entertain people. Kanisa, kumbuka huko hapa tu ya We kufurahisha are watu. on a mission. Tuko hapa, tuko mu mission. Hallelujah. Hallelujah. We are not here for money. Hatuko juu ya franga. We are not here, to get rich. Hatuko hapa sisi tukue matajiri. One thing that is killing Christianity in Africa Hicho na kitu kinaua Ukristo wa Afrika is the issue of prosperity gospel. ni injili ya prosperity. Prosperity is not bad. Prosperity haiko The mbaya. word prosperity is in the Bible. Njia ya kuprospera iko But if it Biblia. is prosperity that is just for me, Na hata nikwambie prosperity ndio not pia for the nilifundishwa. advancement of the kingdom, Na juu ya kuendeleza ufalme. then that gospel is not from God. Na kwamba ile injili haitokani na Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The other thing that is killing Christianity in Africa Kitu cha pili kinachoua Ukristo wa Afrika is this issue of prophecies. prophecy. Prophecies. Matatizo ya kutabiri tabiri. The Bible Unabii. talks about prophecy. Biblia inaongelea juu ya And I maprofesi. believe that prophecy should be done. Ninaamini kwamba profesi iko, But some of the prophecies that we are seeing today, lakini maunabii ya tunaona hii masiku it is not true prophecy. haiko tena maunabii za kweli, It is witchcraft inakuwa ni bulosi and divination. na inakuwa The madivination bufumu. Bible is very clear. Biblia iko wazi, You shall know them by their fruit. utawajua sawasawa na So matunda yao. if somebody is talking about being a prophet Wakati mtu anajiita ni nabii and is not producing the fruit of the Spirit, na azai matunda ya ule unabii then ya roho, that is a false prophet. ujue kwamba ule ni nabii wa bongo. So there is the true prophecy Kwa hiyo kuna ule unabii wa kweli and the false prophecy. na unabii wa uongo. False prophets Unabii, are the ones that comes to entertain people. wale waongo wanakiaka tu ya kufurahisha watu, Just to make people excited. wanataka tu watu wakuwe excite wafurahi, But fruit. na hautaona matunda. So my topic this evening, Somo langu la leo magharibi, what is the business of the church? biashara ya kanisa ni nini? The business of the church is not just meetings. Acha nikwambie, biashara ya kanisa haiko tu kukutana na vikao. What we are doing as the church Chenye tunafanya saa vile is kanisa, that there are too many meetings kuna vikao vya mingi within the church buildings. kanisa, nyumba moja, And lakini this vikao. has kept us busy of not going out there Na- to reach out to people. Hii marenyo na vikao vya mingi mingi vinatufunga tusiende nje kwenda kutafuta manafsi. The business of the church Biashara ya kanisa is to go into the community ni kuendea makominote zingine and to live what they have learned in the church. na kuishi yale ambayo yako ndani ya kanisa. Let me give you this illustration. Acha nikupatie hii mfano. When the vehicle is having problems, Wakati gari iko na matatizo, they take it into a garage banachukuaka banaipeleka ku garage. so that the garage, the mechanic can work on the vehicle. Ule mekanisien airepare juu gari iko na matatizo. And when the vehicle is worked on, Na wakati gari inapona, the vehicle will not start going around, the garage. gari haitabatia ku garage senze zunguruka zungurukia The tu pale. vehicle needs to go out and start Gari performing inahitaji its work. kwenda kule mbali na kufanya kazi So yake. you as believers, Wewe kama mtu mwenye unaamini, you come to church to be equipped, unakuja kanisani tu kuekipe, so that after you are equipped, ili ukisakuwa na masilaha what zote you are equipped, bila venye balikupatia, you go and start to practice them nenda in your uanze community. vipratike mufasi unakoishi. That is what that is the business of the Hiyo church. ndio biashara ya kanisa. It is not just about, building churches. Haiko sababu ya majengo tuko na kanisa kabambi. It is not just about conducting marriages. Haiko juu ya kufungisha mamariaje tu. All these things are very good. Hivi vitu yote ni vizuri. But if we are just doing it for ourselves,
tukikuwa tunavifanya juu yetu sisi wenyewe, then we are missing the point. hapo ujue tunarate point. The business of the church is not just to make money. Biashara ya kanisa sio tu kutengeneza pesa. The business of the church, number one, is to worship God. Biashara ya kwanza ya kanisa ni This is kumwabudu what Mungu. we saw in Matthew 28 verse 16. Ndio kenye tulisoma katika Mathayo 28 When they mstari wa saw 16. Jesus, when the 11 saw Jesus, Wakati 11 walimuona Yesu, they worshipped him. balimuabudu. So you and I, when we come to know Jesus, Wewe na mimi kipindi tunamjua Yesu, we need to worship him. tunahitaji kumuabudu. We need to have fellowship with him. Tunahitaji kuwa na urafiki We naye. need to have an encounter with him. Tunahitaji kuwa na muda wa kipekee. The second thing, Cha pili, the business of the church, biashara ya kanisa is to make disciples ni kutengeneza ama kufanya watu kuwa wanafunzi of all nations. wa kila mataifa. To make disciples of all nations. Kuweka wanafunzi wa kila taifa. The word disciple Neno mwanafunzi comes from a Greek word which talks about discipline. inakuja katika neno la Kigiriki ambalo linamaanisha So when we- nidhamu ama discipline. So when we talk about a disciple, Sasa tukisema mtu ni disciple, we are talking about a life that is disciplined. tunaongelea maisha yenye yako conduit na discipline. You know, if you read in the Bible, Ukisoma katika Biblia, you find that the followers of Jesus Christ utafuata kwamba wale walikuwa wanamfuata Yesu were called disciples. walikuwa wanaitwa wanafunzi. Why? Because they were disciplined. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmoja walikuwa na They were discipline. ready to die for the cause of the gospel. Walikuwa tayari kufa kwa sababu ya Injili. But now the question is, Swali ni hili. why are we called Christians, not disciples? Kwa nini tunajiitaka Wakristo na tujiitaki wanafunzi? Because even in Matthew 28 verse 19 to 20, Hata katika Mathayo 28 mstari wa Jesus 16, told his disciples to go and make disciples and not Christians. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mwende kufanya mataifa kuwa wanafunzi. Hakusema So mwende kuwa why are we Wakristo. making Christians instead of Kwa disciples? nini sisi leo badili ya kufanya watu kuwa wanafunzi tunafanya watu kuwa Wakristo? The reason we are making disciples, Sababu moja nafanya tufanye sorry, wanafunzi, the reason we are making Christians sababu inatuma tufanye kuwa Wakristo, is because it is too easy to make Christians. kwa sababu ni rahisi sana kupata Mkristo And kuliko it is kupata very mwanafunzi, difficult to make na disciples. ni vigumu sana kupata mwanafunzi. Because when we make disciples, Kwa sababu ukikuwa na mwanafunzi we call them to die. tunawaita mpaka kifo. If you look at Jesus when he called his disciples, Ukiangalia Yesu alipoita wanafunzi, he didn't call them to good life. hakuwaita juu ya maisha mazuri, He called them to carry the cross, aliwaita wabebe msalaba wao. meaning to die. Inamaanisha kuwa tayari na Brothers and kifo. sisters, we are called to die. Kaka na dada, tuliitwa juu ya Look at kifo. all the disciples of Jesus Christ. Angalia wanafunzi yote wa Yesu Kristo, No one died a decent death, if we can talk hakuna about it. mwenye alikufa kifo cha Maybe it is kawaida. only one or two disciples. Wanaweza kuwa umoja ama wawili. The rest of them were, they had their heads chopped off. Wengi wao walikatwa vichwa. So when we talk about discipleship, Tukiongelea juu ya kuwa disciple, we talk about dying. tunasema kifo. So the challenge of the church today Hata nikuambia challenge ya is that kanisa, most of the Christians are not ready to die. Wakristo wengi wako wamoga wakiambiwa habari za kifo. We are more comfortable with what we are doing. Hatupendi venye tuko tunafanya. So Jesus said, go and make disciples. Yesu anasema nendeni mfanye watu kuwa wanafunzi. So the second point in terms of the business of the church Na pointi ya pili ndio inaongelea juu ya biashara is to kanisa. make disciples. Ni kufanya watu kuwa wanafunzi. Who are the disciples? Mwanafunzi ni nani? A disciple is number one,
Mwanafunzi ni mtu wa kwanza, a person who comes to know Jesus Christ as Savior, mtu ambaye anapokea Yesu kama vile Bwana realizing Mwokozi. that at one point I was heading to hell, Anagundua kwamba nilikuwa napotea naenda kuzimu, and without Christ I am doomed. na bila Kristo nimepotea. Then you come and accept him to say, Jesus, Unakuja unasema, Yesu, I am a sinner. mimi ni mtenda dhambi, Save me. niokoe, Wash me nioshe with the precious blood of na damu Jesus. yako nzuri. And for sure, Jesus come and wash you from your Hakika Yesu sins. atakuja atakuosha. That is just one step Ile ni etape ya kwanza, of becoming a disciple of Jesus ni Christ. hatua ya kwanza kuwa And mwanafunzi wa most of Yesu. the Christians, Na Wakristo wengi they've done this step. walishafanya hii etape ya kwanza. If you have done that step, Kama ulishafanya hii that hatua, does not mean you are a disciple. haimaanishi uko mwanafunzi. You are just a convert, Wewe a baby. uko tu mtoto, You are just a convert. ungaliki ndio unazaliwa. It is only when you take the second step, Lazima uchukue hatua ya pili, where you know Jesus not just as a Savior, hautomjua Yesu kama vile Mwokozi, but you know him as Lord utamjua and kama vile Master Bwana over your life. na mwalimu wa maisha yako. And this has got implications, Na hii sio tu kujaribu kujifanya, because when we talk of the Lordship and the Mastership, when we talk of the Lordship wakati tukiongea juu ya Bwana and the Mastership, na tukiongea juu ya mwalimu, it means you surrender your rights. inamaanisha haki yako yote There unampatia. is no more human rights. Kwako hakuna tena haki, You are not independent. au jitegemei, You are dependent unamtegemea, upon God. unategemea Mungu. So it's like you voluntarily surrender your Ni rights. sawa vile wewe peke unaitika kwa kupenda yako, haki zangu When zote you sina know him nampatia. as Lord and Master, Ukimjua kama vile Bwana na mwalimu, it means when he calls your name, ina maana kwamba akikuita kwa jina lako you need to respond. lazima ujibu naam. If he tells you to say, give what you have, Akisema toa venye uko navyo, if truly he is your Lord and your Master, kama ndiyo Bwana na mwalimu you wako, will not resist. hautopinga, Why? Because you have died to your kwa rights. sababu umeshapana haki The yako. challenge today with the church Tatizo ambalo liko na kanisa and leo the believers, na waamini, we don't know the Lordship of Jesus Christ. hatujue ule ukombozi wa Bwana. Somebody illustrated the Lordship in this way. Watu wengi wamefundisha ule ubwana kwa njia nyingine. Can I have two people in front Tafadhali here? watu wawili haraka haraka tupande hapa. Watu I wawili. just want to illustrate something. Nataka nifanye kamfano kadogo. Yeah, it is just an illustration to help us to understand what it means. Ni mfano ambao utatusaidia tuelewe nini inamaanisha. You know, when we talk about the Lordship, Tukiongelea juu ya ubwana. what's the name, my brother? Jina lako nani? Okay, this is Frank, Huyu bwana anaitwa Frank. and this is Jesus. Na huyu ni Yesu. So when Frank Wakati Frank accepts Jesus as Lord and Savior, wakati anampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake, what Frank needs to do nini Frank anahitaji kufanya? is to change positions. Ni kubadilisha position. You know, this time Frank is driving his life. Unajua kuna kipindi Frank alikuwa anaongoza But when he accepts Jesus as Lord and Savior, anafikia tu anapokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa he maisha does yake. not just ask Jesus. Hakumlomba tu Yesu If you can just climb on him. sukule kama. Climb to jump on him. Just jump. Yeah. And hold him. So, Sasa some of us, what we have done with our Lord Jesus watu wamoja waelewe juu ya Bwana Yesu. is that we have accepted him and put him on our back. Tunapompokea Bwana tunampokea na tunamweka kumgongo wetu. Now, when Jesus tells Frank to say, go to the right, Wakati Yesu akimwambia Frank uende kulia, you know, unafuata.
When Jesus says go to the right. Akisema ende kudroite unaenda. But because Jesus is not in control, Kwa sababu sio Mungu ndio sio Yesu Frank will decide to go to the left. Hapa Frank atadecide kwenda kugosha kwa sababu Yesu. Why? Because Frank is still in control. Hapo inamaanisha Frank ndio ana It is control. only when Frank, changes the position. Wakati Frank atashange position. And can you climb on here? Panda sasa juu yake. If Jesus is the one that is in control, Kama ni Yesu ndio anakontrole maisha yako. when he says, Frank, I want to take you to the right, Akimwambia Frank nataka kubeba they kudroite. will go to the right. If he Ataenda says, I kudroite. want you to go to the Akimwambia left, naenda kugosh, tunaenda kule. hallelujah. Hallelujah. This is what it means to be Lord and Savior. Hii ndio inamaanisha kupokea The Bwana wa first Mwokozi. illustration talks about people that knows Jesus as just Savior. Mfano wa kwanza unaonyesha wale watu ambao wanapokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha But yao. those who know Jesus as Savior and Lord are the ones that are in the second illustration. Lakini wanaomjua Yesu kama vile Bwana na mwalimu. I ni don't mfano know wa if pili. you have given everything to the Lord Jesus Christ, Sijui kama umeshampatia kila kitu Bwana or Yesu. you are still in control of your Ama life. uwenje unakontrole maisha yako. The other business of the church Biashara nyingine ya kanisa. is, to baptize people. Lazima tubatize watu. That is the work of the church. Hiyo ndio kazi ya kanisa. When you baptize a person, Unapombatiza mtu according to the Jewish culture, sawa sawa na asili ya Wayahudi, that was the induction of the person to start now being active in ministry. ukibatiza mtu sawa sawa na asili ya Wayahudi inamaanisha yule mtu yuko tayari juu ya But huduma. the problem of the church today, Tatizo la kanisa ni hili. we baptize people who become pew homers. Tunabatiza Just to sit in watu the chairs. ambao wana kazi ya kusofea biti na wafanyi kitu. When I was pastoring a church, Wakati unakuwa mchungaji wa kanisa, I told the people to say, if you are not going to be active in ministry, naambiaka watu kama utakuwa active I'm mhuduma, not going to baptize you. acha nikwambie hivi, Because I don't sitakubatiza. want to baptize pew warmers. Sitaki nibatize basoferi. Uko asoferi kiti. I can ask you to show me, where did you find Jesus? Nitakulomba unionyeshe Biblia wapi kwa tutakutana na Yesu Calling people who are just sitting idle. akiita watu na watu wanaikala tu nyuma hivi. Throughout the Bible you find that all the people that God used, they were doing something. Biblia nzima watu wote ambao Mungu alitumia ni watu walikuwa wanafuata When you instruction. look at Moses, he Ukiangalia was Musa, busy shepherding. alikuwa ni When mchungaji. you look at David, he was busy shepherding. Ukiangalia Daudi alikuwa mchungaji. When you look at Joseph, he was doing something. Yosefu alikuwa anafanya kitu. Even the disciples in the New Testament, Hata wanafunzi katika Agano Matthew Jipya find him doing something. utawakuta wanafanya kitu. Peter was a fisherman, Peter alikuwa and he mroaji called him from that point na Mungu akamtoa to pale become a fisher of men. akakuwa mroaji wa watu. So don't put people who are idle into leadership or ministry. Tafadhali mchungaji, usiweke watu wafanye kitu katika huduma. So let's baptize people that are busy doing something for the Lord. Hata batiza wale wanaofanya kitu juu ya Bwana. Those are the disciples. Hao ndio watakuja kuwa wanafunzi. Hallelujah. Hallelujah. We have churches that are very full, but very few people that are doing the work of the Tuko Lord. na makanisa watu ni mingi lakini wadogo ndio wanafanya kazi ya Bwana. Why? Because we have more of converts than disciples. Kwa sababu tuko na wengi ambao wanajiita wa Kristo lakini sio wanafunzi. The other business of the church Biashara nyingine ya kanisa is to teach them to obey everything, not some things. ni kuwafundisha watii kila kitu, sio kitu nusu. Whatever is written in the Bible, Chochote kilichoandikwa ndani ya Biblia, people need to believe. watu lazima waamini. If the Bible talks about healing, Kama Biblia inasema juu ya uponyaji, people should believe that God heals people. lazima watu waaminie kwamba Mungu anaponya. If the Bible talks about blessings, Kama Mungu anaongea, kama Biblia inasema juu ya people baraka, should believe that God blesses people. lazima watu waamini kwamba Mungu anabariki watu wake.
maybe as we are looking at the business of the church, Labda wakati tuko tunaangalia juu ya biashara I want kanisa, just to give you some statistics so that you understand nitakupatia mastatistike juu uelewe that as a church we are playing instead of doing the business that God Kanisa, has called us to do. tuko tunacheza tu kuliko kufanya kazi yenye Mungu alituomba. If you look at the population of the world today, Ukiangalia leo population ya watu they mdunia, are saying in the world we have about 8 billion people plus. leo duniani tumekuwa zaidi ya 8 miliari ya watu, And out of 8 billion people, na nje ya watu miliari we have miliari 8 we have only about 3 billion people that are born again believers. na ni 3 bilioni tu ya watu njoo wenyewe wamezaliwa mara ya pili, Which means 5 billion people, if some have heard about it, others have not even heard about it, so we have this big number that we need, to reach acha out nikwambie, to. inamaanisha 5 biliari ya watu ni wenye wamoja wao wameshasikia, wengine hawatoi maisha kwa Kristo. Inamaanisha bado tuna watu wengi wanahitajika kuhubiriwa. So we have a bigger job for us as Christians, Tuko na kazi kubwa sana kama vile wa Kristo, to take the gospel to these people to know 5 billion people, they don't know about Jesus Christ. 5 biliari ya watu kuiwapelekea injili sio rahisi. Now somebody did a research, Wamoja watu walifanya utafiti ama maresearch, where he had to compare the gospel and the technology that has taken place just in, from 2000 up to 2020. acha nikwambie, walifanya maresearch juu ya kukompare nafasi ya injili na nafasi ambayo teknoloji inakamata depuis 2000 mpaka hapa ku 2020. As the church we are talking about 5 billion people who have not heard about Jesus Christ. Kanisa mjue kwamba ya 5 biliari ya watu wenye hawajui juu ya Yesu. Now when you look at a Coca-Cola company, Ukiangalia societe ya Coca-Cola in the year 2000, mu 2000 they sat down balianza and said, how are we going to make sure that all the people in this world should drink Coca-Cola? Coca-Cola wakaikala chini wakasema tutafanya nini ili dunia nzima And they came up with a strategy to say, we want by 2019 that in every village of this world there is a container of Coca-Cola. Wakasema mpaka 2030 ya tutahakikisha kila kijiji banakunywa Coca-Cola. And when they did a review in 2010, na ile mfano kuonekana mpaka they discovered that Coca-Cola company had penetrated in all the villages in the world. mu 2010 tu objectif yao ikakuwa atteint, wakakuta kwamba Coca-Cola watu wako wanakunywa They fast. did another research on the recent technology, Wakafanya research nyingine juu ya teknolojia and this is to do with a mobile phone, na wakaanza kuifanya sasa na telefoni. where the inventors of this mobile phone, Wakati wanapotualika na they simu had a vision to say by 2019 mpaka mu 2019 we need to see that even the Maasai people who doesn't want to change their culture, they need to have cell phones. hata wale wa Masai wenye wanakatala kubadilisha asili yao If you utawakaza mpaka wakuwe na matelefoni. If you go to the Maasai land today, you find a mobile phone. Ukienda leo mu village ya Masai wapendi kushanzia asili yao utakuta kuna And when Android. they compared, they found that some of the Maasai people, up to now, they have not heard the gospel. Mpaka wakaanza kuchunguza wakasema kuna wa Masai mpaka leo bayasikia injili. And when they asked, why is it like this? Wakaanza kuuliza pourquoi, kwa nini? One of the reasons is that the church has lost its business. Cha kwanza ni kujua kwamba kanisa imepoteza biashara They yake. don't know why they exist. Abayui jua ni bana existe. Number two, there is disobedience among believers. Ya pili, waamini hawana They tena don't obey everything that is written in hawatii the kila Bible. kitu ambacho kinaandikwa katika maandiko. The other reason is that we have become too selfish, Sababu nyingine ya tatu, tunajipenda na where we just think of ourselves. pale ambako justice kingaliki tunajifanyia wenyewe. Now the question is, what is the business of the church? Swali ni kwamba biashara ya kanisa ni nini? There is a definition that I like.
Kuna tafsiri ambayo ninapenda about the business of the church. inahusu biashara ya kanisa. You know, the business of the church, Biashara ya kanisa according to one definition, sawa sawa na tafsiri moja, they said missions wanasema kwamba umisionari is the whole church. The whole church. ndiyo kanisa kwa ujumla. It is the whole church. Ndiyo kanisa kwa ujumla. You know, where we have missed again as a church, we have, or the body of Christ, what we have done with missions, we have just put it as a department. It is not a department. Tatizo lingine la kanisa ni kwamba tulichukua umisionari tunaweka sasa vile department ya kanisa. Missions is the business of the whole church. Acha nikwambie haipaswi kuwa department kasi inapaswa kuwa ya kanisa mzima. So missions, kwa hiyo umisionari is the whole church. Ni kanisa nzima inapaswa kuwa impliqué. Taking the whole gospel. Kupeleka injili en general to the whole world. Na kupeleka injili ya general katika dunia nzima tena general. What do we mean by the whole church? Na maanisha nini nikisema kanisa lote? What we mean is that if you have got a women ministry, ninasema kama umepewa huduma ya wamama, you know, when they are having their program, wakati wa mama wako na programu zao, their program is not just for women that is in the church. Wanapangaka byabo juu ya mama tu ba mukanisa. It should include even women that are outside there. Acha nikwambie mama mupange maprogramu yekuwa include mpaka mama ba nje. Hallelujah. When you are having men's fellowship, wakati ni programu ya mapapa, whatever program that you are coming up, chochote ambacho batapanga, it is not just for men in the church. Musikuwa mnapanga tu juu ya mapapa wa Muelsa Dago peke. It should be even men outside there. Muanze fikiria juu ya baba wengine wako nje. Amen. Hallelujah. Amen. You know, the challenge with the church today, tatizo la kanisa leo, is that when it comes to church program, ikikuwa ni programu ya kanisa, we only focus on one thing. Tunakuwaka focalize kitu kimoja. And that is just about spiritual things. Na hicho kiko nje ya vitu viko spiritual. That's why we are becoming irrelevant in this world. Ndio maana tunakuwa watu ambao hatuko efficace. When you look at the life of Jesus in Luke chapter 2 verse 52. Ukiangalia maisha ya Kristo katika Luka wa 2 mstari wa the Bible says and Jesus grew in wisdom. Biblia inasema kwamba Yesu alikoma katika hekima. In a stature. Na katika maetape. And in favor with God and man. Pamoja na favere kwa Mungu na kwa wanadamu. So when you look at the way Jesus was growing, ukiangalia hali ambayo Yesu alikoma, he was growing in wisdom. Alikoma na hekima. Not only in wisdom, haiko tu na hekima, but also he was very active in doing things that are physical. Pia alikuwa akifanya vitu ambavyo vinaendana na mwili. But also he had a good relationship with his father. Pia alikuwa anachunga urafiki na baba. But also even in the society. Hata katika jamii urafiki ulikuwa mzuri. We have Christians who are very respected in the church. Kuna Wakristo ambao wanaheshimika sana kanisani. But in the community they are not respected. Lakini ukienda nje, polele. Why? Because they have received one-sided message. Kwa sababu walipokea ujumbe kwa upande mmoja. Let me just go deeper on this part. Acha mimi niongelee kwa ndani kwa hiyo nafasi. Women, when you meet in your meetings, ba mama sasa mnakutana mu programu zenu. It is not just about reading the Bible. Haiko tu juu ya kusoma Biblia. Teach women on how to cook and how to bake. Fundisha wanawake namna gani kupika, bayua kupika. So that they can start, to bake cakes which they can sell. Na wafundisha entrepreneuria bapike makeki juu ya kwenda kuchuruza pasi nyingine. Bafundishe vile. Hallelujah. Men, when you meet for men's fellowship, don't just talk about Bible. Sio tu kufungula Biblia kila saa. Teach men how to fix the bulbs, how to service the vehicles. Namna gani anaweza tengeneza ampuli ya mwaka hata ikiharibika na kutengeneza magari. So that money which you want to give out, you can bring it in the church. Ndio maana yule mtu akitaka kuchoka unaweza kumrudisha tena kanisani. Hallelujah. That is what we are talking about, it is the whole church. Ndio maana tunaongea ni kwa sababu ya kanisa nzima. Taking the whole gospel. Kupeleka injili mzima. When we talk about the whole gospel, unaona tukiongelea injili mzima, we are talking about a holistic gospel. Tunaongea kwa ujumla.
Injili ambayo imekamilika. You know, if you look at the life of Jesus Christ, Ukiangalia maisha ya Yesu Kristo, Jesus Christ was not just feeding people spiritually. Yesu hakukuwa tu anakushibisha watu kiroho. He was also feeding people physically. Alikuwa anashibisha watu pia kimwili. When he spoke to the masses, Akiongea na watu wa mingi, he looked at them. alikuwa anaangalia. They were like sheep without a shepherd. Walikuwa ni kama kondoo wenye wasiokuwa na mchungaji. And he challenged his disciples Na alikuwa akiwapatia changamoto wa to say, wanafunzi. give them food to these people. Anawaambia sasa muwe mwakulishe. And the disciple says, we don't have money to give to these Na people. wanafunzi wanasema hatuna franga cha kukulisha watu. You know, we should not laugh at the disciples. Sorry. We should not laugh at the disciples. Msibachekee wanafunzi. Because even today, this is what we are doing. Mpaka leo tunabifanyaka. We only think as a church we are the only people that needs to receive. Tunakuwa tunawaza kila saa vile kanisa tuko tunapaswa tupokee. We are not taking care of the orphans. Hatukuwaki tunajali We mayatima. are not taking care of the widows. Hatujali wajane. You know, we go to prostitutes. Tunaenda kwa wale wambaraga. We preach to prostitutes. Tunawahubiria. They accept Christ as their own personal Savior. But then the prostitutes, we leave them without helping them with the skills. Sasa tatizo ni kwamba ule prostitute mbaraga anapokea Yesu, haumsaidii na kumfundisha kitu kingine. So the prostitute will come to the church and then go back because you know you have not empowered this prostitute. Ule mbaraga alipokea Yesu anakuja mkanisa sasa hana ajui afanye nini. Anarudia kama dunia tena. Yeah, so we need to be holistic. Lazima tuwe tumejaa na vyote. That is what it means, the whole gospel. Na ndio maana namaanisha nikisema injili ya kukamilika general holistic. Then it says to the whole world. Na akasema muende kwa dunia nzima. You know, when the Bible talks about to the whole world, Biblia ikisema neno dunia nzima, it wants us not just to think in this place. Inatuambia mubichwa vyetu tusifikiriake tu hapa tu. Thinking of Uvira. Usifikirie tu Uvira tu. We need to think of other places. Lazima tufikirie fasi zingine. Where the gospel has not penetrated. Mahali ambako injili hayakuwa penetrate yafika. Because this is what we see in the Bible. Kwa sababu ndio maisha ambayo tunaona katika Biblia. I will talk about it tomorrow. Kesho nitabiongelea. When Abraham was called, venye Abraham aliitwa, God says, I'll bless you. Mungu alimwambia nitakubariki. And you be a blessing to others. Na utakuwa baraka kwa watu wengine. So when God blesses you, sasa wakati Mungu anakubariki, you know, when God blesses El Shaddai with this building, Mungu ashatubariki na kinyumba kia bien. He doesn't want just El Shaddai to be enjoying this building. He wants now El Shaddai to take the gospel to the ends of the earth. El Shaddai peleke sasa injili kwa mataifa mengine. Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Acte 1 verse 8. God says you shall receive power. Mungu alisema kwamba mtapokea nguvu. When the Holy Spirit will come upon you. Wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. You shall be my witnesses. Mutakuwa mashahidi bangu. In Jerusalem. Kuanzia Yerusalemu. In Judea. Judea. In Samaria. Katika Samaria. And to the ends of the earth. Mpaka mwisho wa dunia nzima. What the disciples did. Banafunzi balifanyaka nini? They started to say, first we need to finish in Jerusalem. Wakasema tuanze kwanza mahubiri tumalize Yerusalemu. After we have finished Jerusalem, that's when now we go into Judea. Tutaenda sasa Judea. But that is not what that scripture says. Haiko ndo maandiko inasema vile. And you know the church is always making this mistake. Na Biblia inafanya na kanisa inafanya makosa kila wakati. Pastor Steve, I hope you are not making this mistake. Mchungaji Stevens, nadhani huko unafanya maerere. Where you say we'll only be involved in missions after we have finished this. Sidhani kama unasemanga sasa tutaanza kuhubiri, sasa tunamaliza kujenga. That is not biblical. Hii haiko kibiblia. According to the Bible, sawa sawa na Biblia, it says when you are doing something in Jerusalem, unapofanya kitu Yerusalemu, make sure that you are doing something in Judea. Hakikisha Judea nako nafanya kitu. Make sure that you are doing something in Samaria. Hakikisha Samaria kuna kitu. Make sure that you are doing something to the ends of the earth. Hakikisha unafanya kingine katika dunia nzima. Hallelujah.
if we want to see God blessing this church, Tukitaka tuone baraka za Mungu we hii need to kanisa, be involved in all these areas. tukuwe mahali tofauti za When Mungu, we take care of God's vision or God's business, ambako utafanya unachunga maono ya Mungu He ama biashara ya takes Mungu, care of our business. na pale Mungu naye atalinda biashara yako. But if we say first let's do this, then God is not going to be part of Ukisema that. tufanye kwanza hivi, Mungu anasema najitosha Now, mgeni. this is what happened to the church in the book of Acts. Na tazama, hii ilifikia wanafunzi katika kitabu cha Matendo. They disobeyed, going to doing something, in Jerusalem, Judea, and Samaria. Balikataa kutii kufanya kitu Yerusalemu na Samaria. So if you read Acts chapter 8 verse 1, Ukisoma Acte 8 verset 1, because they concentrated more on Jerusalem, balijikonsantre sana kufanya pale Yerusalemu, persecution arose, mateso yakawafikia, and persecution, then they were scattered. bakakimbia kila mtu njia yake. The only people that remained were apostles. Wenye walibatia tu pale walikuwa waapostoli. Why? Because the apostles were already involved in taking the gospel to the ends of Kwa the earth. sababu mitume walikuwa wamesha kuwa tayari kupeleka injili mahali tofauti. With much respect, brethren, please bear with me. Tafadhali sana ndugu zangu, na heshima yote niko nayo. This morning I was talking to the pastor. Hii asubuhi nilikuwa naongea na mchungaji. To say, do you know that DRC is blessed? Unajua kama RDC imebarikiwa? If there are people in this world who are risk takers, are Congolese. Kama kuna watu wanachukua riski sana mu maisha yao ni Wakongomani. That is the blessing that God has given to this country, Ndiyo baraka ambayo Mungu amepanda muinchi, which we don't see. ambayo hatuionaki. The other thing is languages. Ya pili ni lugha. Congolese are good at learning languages. Wakongomani wako wazuri kujifunza lugha. They will go to a country within a short period of time. They will know Wataenda muinchi ya watu, and the other, even Pemba. watajifunza lugha tofauti tena kwa haraka sana. Those are the blessings that God has given to Ni this baraka nation. zenye tuko nazo Kongomani. Do you know that Congo is one country that is rich in minerals? Je, unajua kama Kongo ndo pei moja ambayo na minereza mingi? Gold, Dhahabu, almasi, and it is also one country which is big. na sio tu kidogo, ni vya mingi sana. So all these are blessings. Hizo zote ni baraka. But be careful, if we are not going to take the gospel to the ends of the earth, God is going to disperse you and the persecutions will come. Na sababu ni moja, fungua macho. Kama hatutapeleka injili mbali, Mungu atatudisperse mwi nchi kwa nguvu. With respect to what we have been experiencing as a nation, Acha nikwambie na heshima yote, bila betuisha ishi kama vile taifa la Kongomani. maybe why Congo has been going through all these problems, it's because the church in Congo has not risen to take the gospel to the ends of the Labda earth. tunaishi matatizo na hivi vita kwa sababu kanisa la Kongo And alifikiriaki mataifa mwingine And kwenda God kuhubiri. is using, this force where people are dispersed and Mungu they sasa run. anakaza, analeta mkazo na dispersion ya nguvu sana. Because I can tell you, in most countries where I've gone, you find that Congolese have planted the churches and they are doing good. Na acha nikwambie, mapei mingi sana nimeona ni Wakongomani wenye wameanzisha makanisa na wanafanya makanisa mazuri sana. So what is the business of the church? Biashara ya kanisa ni gani? Number one, it is to worship God. Ya kwanza ni kumwabudu Mungu. Number two Ya pili is, to make disciples. amesema tufanye watu kuwa wanafunzi And to teach them to obey everything. na tuwafundishe kutii kila kitu. And also it is to take the whole, the whole church, taking the whole gospel to all the world. Kanisa nzima lipeleke injili nzima katika dunia nzima. Amen. Amen. Pastor, you're welcome. Chungaji karibu.